ninyi ni kama mmekimbia marathon. Lakini mara zote nimeangalia marathon, sijaona mkimbiaji ambaye akifika raundi ya mwisho ndio anapunguza mwendo. Sijawahi kuona. Wakimbiaji wote wa mbio ndefu wakifika raundi ya mwisho, wanavuta pumzi yote iliyokuwa imebakia. Wanafanya kila linalowezekana waweze kumaliza. Wa mbio ndefu zinaitwa mbio za nyika au zinaitwa marathon. Mmekimbia marathon kuanzia shule ya awali, msingi, sekondari ya juu, na sasa tuko kwenye mzunguko wa mwisho ambao unakuhitaji uvute kila nguvu iliyobakia uweze kumalizia mzunguko huu wa mwisho kwa GPA inayoanzia 4 mpaka 5. Ningeweza kusema inayoanzia 4.5 mpaka 5, lakini nimerudi kidogo mpaka hapo kwenye 4. Ila unaweza ukanikosoa ukasema, mchungaji, wewe unanirudisha nyuma, mimi nitaanzia 4.5 mpaka hapo kwenye 5. Penye nia pana. Naomba mgeukie jirani yako, mwambie ni mzunguko wa mwisho. Mtapokwenda kule kutibu, naombeni sana mkumbuke maadili ya taaluma hii. Wanaokuja mikononi mwenu ni watu ambao wamekwisha umizwa na magonjwa, miili yao imevikika, wanahitaji kuoneshwa upendo, wanahitaji kuoneshwa utu. Maana naamini mojawapo ya masomo mmejifunza ni communication skills, namna mnavyoweza kuwasiliana na wagonjwa wenu, kuwaonesha thamani yao. Ugonjwa umempiga, umemuumiza, onesha kumjali, onesha kumpenda, onesha kuguswa na hali aliyonayo, na mtulize ili aweze kuona ya kwamba amekutana na mtu sahihi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwetu sisi changamoto si kikwazo, bali ni fursa ya kujifunza, kubuni na kukua pia. Hata hivyo, tunapenda kukushirikisha maeneo machache yanayohitaji nguvu ya pamoja ili kuharakisha maendeleo ya taasisi yetu. Moja, uchache wa madarasa, hasa kutokana na mpango wa kuanzisha programu mpya. Tunaomba ushirikiano wa kutuunganisha wadau mbalimbali ili kusaidia upanuzi wa miundombinu. Mbili, tuna changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya taasisi, ikiwemo majengo, samani za taasisi, inayohitaji gharama za ziada ili kurejesha mazingira rafiki zaidi kwa wanafunzi kusoma. Kwa sasa tumeanza kufanya ukarabati wa baadhi ya maeneo ili kuboresha miundombinu kwa awamu. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa diocese kwa mawazo yao na misaada pale tulipohitaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru bodi, usimamizi na uendeshaji wa taasisi kwa uongozi thabiti, maamuzi yenye busara, kujitoa kwa dhati katika kusimamia maendeleo ya taasisi. Lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Afya pamoja na NACTIVATE kwa kuendelea kutoa miongozo, mafunzo na kukitambua chuo chetu na kushirikiana nacho katika shughuli mbalimbali. Tunaomba mtambue kwamba taaluma mlioichagua sio taaluma lele mama, na sio taaluma ya kwamba mmechagua ili mpate fedha. Ni taaluma ambayo mmechagua ili muweze kuhudumia maisha ya mwanadamu. Ni dhamana kubwa sana. Hata mimi leo naongea hapa, lakini kesho nikija kwako nikiwa mgonjwa, si ndio? Uprofesa na udaktari na umwalimu unaondoka. Ninakuwa ni mgonjwa wako ambaye unatakiwa unihudumie, kwa sababu maisha yangu yote ninakuwa nimeyaweka mikononi mwako, nikitegemea kwamba huduma utakayonipatia iweze kunirejesha nyumbani au iweze kunirejesha katika afya ninayostahili. Kwa hiyo tunaomba sana mkatunze maadili ya taaluma hii na kuhakikisha kwamba tunatoa huduma katika hali ya upendo, ufanisi, na kuhakikisha kwamba kila ninapomuona mgonjwa, bila kujali hali yake ikoje, nitamani kumuona akirudi nyumbani salama, nitamani kumuona akirejesha afya yake ikiwa katika afya bora. Nafahamu tunaenda katika AI pamoja na mambo mengine, na tunajua wengi sasa hivi tunapenda kutumia simu hata tunapoona wagonjwa, si ndio? Kitu ambacho kwa mgonjwa asiyeelewa hata tambua kwamba unafanya nini kwenye simu yako. Kwamba tuangalie tunatumiaje simu zetu. Unaweza ukawa unaangalia sawa,
maelekezo, unaangalia sawa tiba iliyo bora zaidi, lakini kama hujaweza kuwasiliana na mgonjwa wako akajua unachokifanya, hata kuelewa. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mawasiliano na wagonjwa wetu yaweze kuwa kipaumbele. Kila hatua anayotaka kumfanyia mgonjwa, kama tulivyofundishwa kumwomba idhini, basi niitumie hata wakati ninaangalia labda kwenye reference ninayotafuta, nimwambie samahani, ninaangalia kwenye simu, lakini kuna kitu muhimu naangalia kitakachohusiana na kuboresha huduma kwako, si ndio? Kwa majina yangu naitwa Petro Isaya Mole, ni mwanafunzi wa uuguzi na ukunga mwaka wa 3. Tuna vibe la kutosha, tunamshukuru Mungu kwa muda wa kusoma kwa miaka 3 tangu mwaka 2023, 2026 leo tunahitimu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Ni kweli tumepitia milima na mabonde, mambo mengi, lakini siku ya leo imekuwa ni njema sana na tuna furaha tele. Kwa niaba ya mwaka wa 3 wote uuguzi na utabibu, hakika Mungu atafanya, na tunaamini kwamba kwenye mitihani yetu ya mbele Mungu atafungua malango ya baraka, tutafaulu wote kwa ujumla. Tuna vibe la kutosha, tupo na wazazi, tupo live. Otherwise Mungu awabariki uongozi wa chuo, awabariki bodi, aibariki lakini pia askofu wetu ambaye anasimamia taasisi ya mafunzo ya afya Machame. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana na amani tele na furaha. Mimi ni Frida Michael Malale, mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo cha mafunzo cha afya Machame. Leo ni siku yetu ya mahafali ya 11. Binafsi nina furaha sana kwa sababu ilikuwa sio rahisi kufika siku hii ya leo. Tumepitia changamoto nyingi. Kozi ya udaktari na kozi ya uuguzi si kozi rahisi kama unavyodhani, lakini Mungu ametusaidia mpaka sasa tumefika muda huu. Ninakuambia na ninakuhakikishia kijana unayenisikiliza kwamba ukichagua kozi ya afya ni nzuri, lakini tu sio afya. Kama una kitu, usiache kutimiza ndoto zako kwa sababu ya changamoto moja na zile, lakini kumbe kuna mafanikio makubwa zaidi ukikazana, ukakaza mwendo na ukaacha yale yote ambayo yanakukwamisha nyuma na kuendelea mbele. Kwa majina naitwa Ezra Emmanuel Mchomvu, ni mwanafunzi wa chuo cha afya Machame, kozi ya uuguzi na ukunga. Ni mhitimu leo katika chuo hichi. Binafsi na furaha sana, so super excited kumaliza na kuhitimu katika chuo hichi. Napenda kuwasihi vijana wenzangu ambao mpo au mnatamani kusoma au kujiunga na kozi za afya, karibuni sana Machame. Ni chuo kizuri, kinatoa wanafunzi wenye weledi ambao wana ujuzi na uwezo wa kufanya kazi vizuri, na kuhakikishia kwamba hautajuta. Ipo raha kwenye kusoma, ipo raha kwenye kujua, ipo raha kwenye kutibu watu. Karibuni sana.